Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa mchezaji ambaye kwa sasa ameweza kuwa kipenzi kwa mashabiki wengi wa soka nchini Tanzania mara baada ya kujiunga katika dirisha dogo la usajili msimu wa mwaka 2025 2026. Hapa tukienda kumwongelea Alan Okello, mchezaji ambaye alijiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club mnamo tarehe 10 mwezi Januari mwaka 2026 akitokea katika klabu ya soka ya Vipers ya pale nchini Uganda. Mnamo mchezaji huyu tunaona ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na kipaji kikubwa, akiwa na uwezo wa kucheza right winger, yani winga wa kulia, left winger, winga wa kushoto, na center strike, yani mchezaji ambaye anaenda kucheza katika eneo la pale katikati, yani mshambuliaji ambaye anakwenda kusimama, ambapo mchezaji huyu mara baada ya kujiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club msimu amekuwa na form nzuri, kwa sababu mpaka sasa tunavyoongea amejihusisha na mabao 12 katika ligi kuu ya NBC tokea ajiunge na klabu ya soka Yanga, kwa maana kwamba mabao sambamba na assist ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa kwa sasa ndani ya kosi cha timu ya soka Yanga Sports Club, akiwa anatumia mguu wa kushoto, akiwa na umri wa miaka 25, akiwa ni raia wa Uganda. Sasa fahamu habari za ndani kabisa ambazo tunakusogezea hii leo mezani ni kwamba mchezaji huyu Alan Starboy kwa sasa ananukia kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu klabu ya soka ya Fenerbahce inayoshiriki ligi kuu nchini Uturuki imeweza kumfuatilia mchezaji huyu kuanzia mchezo wa KMC ambao Yanga alibuka na ushindi wa bao 1-0, ambapo bao hili alifunga Alan Okello, bila kusahau Yanga dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao Yanga alishinda mabao 3-0 na Alan Okello kuweza kufunga mabao mawili. Kwa hiyo mchezaji huyu kwa upande mwingine anaweza kufuatiliwa na mawakala ama maofisa ambao kwa upande mwingine wanahusika kufanya usajili ama scouting ndani ya kosi ya timu ya soka ya Fenerbahce. Fenerbahce ni klabu gani? Fenerbahce ni miongoni mwa klabu kubwa sana nchini Uturuki, kwa sababu msimu huu 2025-26 kwa sasa inanukia kushiriki Champions League, kwa maana kwamba watakwenda kucheza ile qualification ama playoff ili kuweza kwenda kushiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Ulaya, ikiwa ni klabu kutokea katika nchi ya Uturuki. Msimu huu mpaka sasa wamecheza mechi 33 wakishinda michezo 21, mabao kuu wakidraw mechi 10 na sare michezo miwili, ikiwa ni klabu ambayo imefunga mabao 74 na kuruhusu mabao 34 wakiwa na alama 73. Lakini ubingwa nchini Uturuki kwa sasa umechukuliwa na Galatasaray, lakini Fenerbahce ni miongoni mwa klabu kubwa. Ikumbukwe Fenerbahce ni klabu ambayo imebeba ubingwa nchini Uturuki mara 19, bila kusahau kombe la FA mara 7, lakini wamekushiriki michuano ya UEFA pasipo kutoa kikombe hicho. Lakini ikumbukwe na mastaa kibao kama N'Golo Kante ambaye amekupita katika klabu ya Chelsea akiwa ni mchezaji wa Ufaransa, Marcos Asensio ambaye amecheza Real Madrid, Aston Villa akiwa ni raia wa Hispania, Marcos Talisca mchezaji ambaye amecheza Al Nassr, bila kusahau kwa sasa yuko hapo Fenerbahce ina mastaa kama Freddy na mchezaji anaofahamika kwa jina la Matondo Gudoisi ambaye amekupita Arsenal akiwa ni raia wa Everton, bila kusahau kuna mchezaji kama golikipa Ederson ambaye amekudakia Manchester City akiwa ni raia wa England wa Brazil. Lakini kuna star kama Nelson Semedo ambaye amekupita katika klabu ya Barcelona, bila kusahau klabu ya Wolverhampton ya pale nchini England, na sasa yuko Fenerbahce. Lakini ni mastaa wengi ambao wapo katika klabu ya soka ya Fenerbahce ambao wameweza kutuma scouting wao kuja kumchunguza mchezaji Alan Okello. Kwa mujibu wa Alan Okello Starboy, ambaye amewahi kucheza katika vilabu vitatu pekee barani Afrika, ikiwamo klabu ya soka ya Yanga Sports Club, bila kusahau klabu nyingine ambayo ameweza kucheza ni Vipers na Baradu ya Algeria,
ameweza kusemeka na kusema kwamba yuko tayari kujiunga iwapo klabu ya soka Yanga watafikia makubaliano na klabu ya Fenerbahce. Yanga wako sasa wanataka kiasi cha shilingi bilioni 7 kwa pesa za Kitanzania kumwachia mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 ambaye kwa upande mwingine ameonekana kuwa nyota yake inang'aa. Sasa tunakuacha na swali, je, kama ni mshabiki unashauri vipi klabu ya soka Yanga? Je, wamwachie Alan Okello ajiunge na Fenerbahce ama aendelee kusalia Young Africans? Tuomba katika comment. Kama kaida sisi tutakuja kuyasoma.